Ni kulia maisha mangumu, ati mnakata ushuru, ati maisha yamepanda. Tulieni hivyo hivyo. Kura mliuza kwa wanasiasa wa Kenya. Wewe unatarajia nini wakati unauza kura kwa mwanasiasa? Lazima aende aregeshe pesa zake wakati alikupatia kwa kampeni. Kwa mtulie, mliuza kura zenu. Wacha kumlaumu Ruto, wacha kumlaumu gavana Mombasa, wacha kulaumu Mishimboko. Kwanza Mishimboko alikuwa anatoa 200. Ruto alikuwa anabeba pesa na bahasha akisema watu wa mama mboga, watu wa bodaboda. Gavana Mombasa alikuwa anatoa tenga moja kwa wapiga kura. Wewe unatarajia nini mtu kama yeye katika serikali atakufanyia nini? Kazi. Mimi ndio chairman wenu hapa, mpende msipende. Mkatae mkubali, mimi ndio chairman wenu. Na mimi kazi yangu kubwa hapa ni kuelimisha wanambunge, wa ile mbunge letu hapa Likoni, kuwapa elimu ya msingi na kuwaelekeza jinsi wananchi wanavyopelekwa na serikali inavyoongoza wananchi wake. Sasa mtaniruhusu nianze kwanza na hii swala la rais wa Kenya ya kwamba anaenda Japani kuchukua mkopo wa bilioni 160. Na aliahidi wananchi yeye katika uongozi wake ataenda kufanya nini? Kukopa. Sasa wananchi wanashinda, inakuaje Ruto huko anakopa na maisha yanazidi kuwa magumu? Wacha niwaibie siri katika serikali inavyopeleka mambo yake. Serikali ya Kenya au wananchi wa Kenya, mnapochagua viongozi wenu, hawa viongozi kwanza hujakwenda wakauzia sera, na hizo sera wanapouzia wanawaonga pesa. Wanakupatia pesa ili ukampigie yule kiongozi kura. The moment ukiona kiongozi na anakuonga pesa ili umpigie kura, anakudanganya na pesa. Anapoingia katika mamlaka, nia yake huyo kiongozi ni kwenda kuiba rasilimali za nchi, sio kwenda kukuletea maendeleo. Na wananchi hapo wa Kenya nyote mnajua viongozi wote, si gavana, si seneta, si MC, si president wa nchi pia. Wote wakati wa kampeni walikuwa wanatoa pesa katika mambo ya swala ya kampeni. Walikuwa naonga wananchi wakati wa kampeni. Sasa leo hii viongozi mnawachagua hawakuenda kuwafanyia kazi. Maana yake walinunua kura zenu. Relax, wacheni kulia maisha mangumu, ati mnakata ushuru, ati maisha yamepanda. Tulieni hivyo hivyo. Kura mliuza kwa wanasiasa wa Kenya. Wewe unatarajia nini wakati unauza kura kwa mwanasiasa? Lazima aende aregeshe pesa zake wakati alikupatia kwa kampeni. Kwa mtulie, mliuza kura zenu. Wacha kumlaumu Ruto, wacha kumlaumu gavana Mombasa, wacha kulaumu Mishimboko. Kwanza Mishimboko alikuwa anatoa 200. Ruto alikuwa anabeba pesa na bahasha akisema watu wa mama mboga, watu wa bodaboda. Gavana Mombasa alikuwa anatoa tenga moja kwa wapiga kura. Wewe unatarajia nini mtu kama yeye katika serikali atakufanyia nini? Kazi yake akiingia ni kwenda kuiba tu, kwenda kupora pesa, aregesha mali yake aliyopoteza katika kampeni. Sasa wacheni kulalamika, tuje tutoe maoni hapa, tuelimishane, tuambiane ukweli. Sasa kulalamikia mzee Raila Odinga ati ajipange, wewe sijui Azimio. Raila ako katika biashara, anaunda duka lake la ODM, ameanza kulifanya upya, kuliregesha kwenye soko lake. Anatafuta duka lake, anatafutia customer. Nyinyi mnalialia Raila uongozi. Yaani uongozi ni kazi yenu. Raila hana nia ya uongozi Kenya. Raila kazi yake ni mwanabiashara wa kisiasa. Na anatafuta pesa na chama yake ya ODM. Chama ya ODM ni mali yake. Hakuna mtu anaweza kusema juu ya ODM kama si Raila Odinga. Kwa hivyo tunalalamika ati Raila Odinga tunaumia, mnaumia kwa nini na kina nani? Kwa sababu mnaambiwa Kenya ina pesa. Ruto sasa hivi rais wa Kenya anatembea na gari ya milioni karibu 50. Mawaziri wanatembea na gari zaidi ya milioni 50. Raila gari yake ni more than 40 million Kenya shillings. Alafu unakuja unaambiwa ati Kenya na pesa. Wewe ni mjinga kiasi gani wewe? Hapa mzee hapa anajenga nyumba yake hoteli hapa Malindi, anajenga nyumba milioni, nusu milioni. Na anakuambia Kenya ina pesa. Ruto akitembea nje anatembea na watu zaidi ya 400 na anakuambia nchi ina pesa. Waziri wa mbunge wa Kenya anakula karibu milioni 1 na anakuambia nchi ina pesa. Bunge wetu Mishimboko amenunua gari mpya more than 20 million Kenya shillings na anakuambia nchi ina pesa. Bunge wa Salasia Miazi East anaitwa Salasia amenunua gari ya more than 40 million Lexus na anakuambia nchi ina pesa. Women rep wa Bomet anaitwa Nene Toto. Sasa anatembea na gari ya more than 40 million Kenya shillings na anakuambia nchi ina pesa. Wewe ndio mjinga mwananchi. Kule uliuza, relax, tulia. Wacha kulalamikia viongozi wa Kenya. Wakule mali yetu. Maana kura tuliuza tukawapatia. Wakatupa pesa tukapeana kura. Sasa mlalamika mauchumi ati maisha Ruto anapanisha. Ruto panisha kila kitu. Kopa bandika wananchi wasikie raha. Kura waliuza. Wacheni kelele kupigia Ruto wakule polepole bana. Wacheni kumpigia kelele. Wewe wakati uliunga pesa za kampeni ulikula polepole bila fujo. Tena ulikuwa ambia rafiki yako umepewa ngapi na mwanasiasa? Ulikuwa unapewa chini ya maji, unaenda unakula peke yake polepole. Waache Ruto pia kule polepole bila kelele. Tulieni. Wacheni kelele kusumbua Ruto. Wacheni kusumbua gavana Mombasa. Wacheni kusumbua Mishimboko. Wacheni kusumbua MCA watu hapa. Mwacheni kabisa. Maana nimekuja kulani zenyewe wananchi, mtu akija na sera nzuri, akija na nia maendeleo. Sasa mimi naambia nataka kuwa MC hapa. Mwezi kunichagua sababu sina pesa, sina kitu.
Lakini mtu akija hapa akaonga tenga sijui anachaguliwa amekuwa MCA. Lakini mimi mtu mwenye sera nzuri kupeleka kule, nyinyi hamwezi kumchagua. Sasa wale wanapoingia wenye pesa wanaenda kuvuna hela zao, wanaregesha pesa zao. Nyinyi mnakuja hapa kulalamika katika media. Kama mnataka mabadiliko katika nchi ya Kenya, wanasiasa wanapoleta pesa kuwaonga wakati wa kampeni, mnakataa. Unawaregesha na pesa zao. Lakini kama bado mtakuwa mnamchukua pesa wanasiasa, msitarajie mabadiliko katika nchi ya Kenya. Ya pili, nimeona Mheshimiwa Raila Odinga analaumu bwana Martha Koome na huyu jaji anadai kwa ametoa ruli ya kwamba serikali inaweza endelea mambo ya IEBC. Raila acha kutusesea sere bana. Haya mambo unajua yanavyoendeshwa. Nyinyi ndeni mkae na huyu mzee William Ruto, mkae chini muongee, mchague wale mnawataka marafiki zenu. Maana tukiambia sisi wananchi hakuna kitu tunaweza fanya. Nyinyi mkiamua mnatekeleza. Na Ruto leo usidanganye mtu, hakuna mtu anaweza kumzuia hapa. Ati asifanye mambo yake anayotaka. Sisi hapa tulilalamika Ruto asikane na Martha Koome wakazungumza. Si alikaa wakaongea mambo yao na wakapanga kila kitu. Kwanza Raila amesema Chebukati atakuwa chairman chief justice wetu kwa kuelekea huko mbele. Na atakuwa. Na hakuna kitu tutafanya wewe. Ukiandamana unakula risasi unasikwa na maisha yanaendelea. Kwani ni nini akutuambieni ukweli jamaa, hakuna kudanganyana hapa. Ukisema asitaki unakula risasi, maisha yanaendelea na Kenya inasonga mbele. Sisi wetu ni hapa kuja kutoa hisia zetu hapa katika media. Lakini pia kutoa hisia muelewa mnatoa hisia gani? Masuala kulalamikia maendeleo tabia muache tafadhali. Muache kabisa kulalamikia viongozi. Muache hili. Muje muelimisha jamii jinsi ya kubadilika na jinsi ya kusonga mbele. Nimesikia mzee mmoja hapa anasema hawana pesa kulipia watoto shule, nyumba imewashinda kulipa, maisha yamewalemea na bado jamaa mtalia sana. Bado sana, bado miaka 10. 10 good years, ni mapema sana. Mwaka moja tu. Mwaka moja tu mnalia. Mnakuja mnaenjoy hapa ati Uhuru na Ruto ni maadia waelewani. Nani anakudanganya unabeba ujinga kiasi gani? Wale watu ni marafiki. Ruto aliweka Uhuru kwa kiti na mimi huwa nashangaa Ruto akitukana Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndiye aliweka William Ruto kwa kiti pale, ndiye alimfanya president wa Kenya. Na Ruto anajua hilo na lazima waambie wananchi. Anajua ile mwenye alimfanya rais wa Kenya ni Uhuru Kenyatta, anajua hilo. Lakini anaangalia Raila Odinga, wewe ndio nitakupea kiti, lakini anajua rafiki yako wa karibu ni nani? Ni William Ruto, na akampatia kiti, na akampatia watu wake wa Mlima Kenya, na akampatia mpaka kila kitu, mpaka mashindano zote za serikali. Ruto akatolewa nje akaamua nenda kule kufanya kampeni, nibaki na mzapa nisubishe yeye, serikali tuchukue. Na ndivyo jamaa anaendelea na serikali. Wewe unabaki kusema ati Uhuru alishindwa kupatia ile kiti, Ruto alitubia. Hakuna Ruto aliiba. Yeye alipewa kiti na Uhuru Kenyatta, maana yake mkataba ulikuwa ushaandikwa. Unasikia bwana? Na Waingereza na Wazungu. Huko nyinyi wa Kenya tulieni.